upo ushahidi pia, hata makocha wa timu zetu huwa wanatumiwa na timu pinzani kwa hujumu timu zao. Commitment ndio. Kwamba bwana wewe fanya hivi fanya hivi. Kwa hiyo wakati mwingine mnaweza mkao mnacheza mechi mko kwenye nani nzuri sana. Ukashangaa mwalimu anafanya sabu ya kumtoa mchezaji ambaye alikuwa na ari ya kucheza, anamuingiza mwingine. Kumbe yule mchezaji anayemtoa anamtoa kwa maelekezo aliyopewa na timu pinzani. Bwana huyo vipi? Anatuharibia movement yetu, anatolewa. Hayo mambo yako kwenye soka. Wewe ukiwa nje huwezi kujua, lakini sisi tuliomo ndani tunajua, tunakuja kufuatilia baadaye tukumbe fulani mwalimu alimtoa mchezaji fulani kwa ajili ya maelekezo kutoka timu pinzani. Nadhani umeliona, yani hilo lipo. Mimi nalisema kwa sababu ni experience ambao nimekuja kuiona sasa, na hasa katika miaka ya karibuni soka letu limeingiliwa sana. Ni kitu ambacho sasa inatakuwa TFF. TFF wasimame imara. Waangalie kabisa kwamba ipo haja ya kutengeneza nidhamu. Ipo haja ya kutengeneza heshima kwenye kusimamia na kuendesha soka la Tanzania ili liwe na ushindani wa mazingira sawa. Ziko timu zinahujumu. Sasa hatuwezi kuendelea namna hii. Siku moja tunaweza tukasababisha maafa. Nadhani umeona tu mpaka sasa. Ni jambo zito, lakini mamlaka za soka za Tanzania bado zinaendeshwa, niseme kabisa hapa, zinaendeshwa na timu mbili. Mpaka leo uamuzi haujatoka, dabi na kuwepo ama haipo. Ni kwa sababu gani? Kuna watu wako kwenye ni timu nyingine kama KMC, lakini zina nguvu ya kuamua, na waliopo wanashindwa kufanya maamuzi. Sasa kama wanashindwa kufanya maamuzi, hizi timu ndogo hata zikilalamika unafikiri zitasikika? Haziwezi kusikika. Kwa hiyo ipo haja, najua Mheshimiwa Rais wa TFF Karia anafanya kazi nzuri. Miaka yake ya uongozi ndani ya TFF yameleta mabadiliko na maendeleo makubwa la soka la Tanzania ambalo sasa lina ushindani, lakini bado anahitaji kusaidiwa na vyombo mbalimbali vya soka, visivyo vya kiserikali, lakini hata na vya serikali ambavyo vina mamlaka ya kisheria ya kusimamia maendeleo ya soka ama maendeleo ya michezo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu ukiacha mambo yakaenda, eneo jingine ambalo linaweza likaharibu tulivu na amani katika nchi ni pamoja na michezo. Kwa hiyo serikali isikae mbali na ile eneo, isaidie TFF. Isaidie TFF. Kitokea varangati pale uwanja wa Taifa, watu wakafanya mambo mabaya, serikali itaacha kuwajibika? Kwa hiyo lazima serikali ianze kuwajibika sasa, kuchukua hatua. Pale ambapo kuna malalamiko, kuna manunguniko, isiyapotezee. Ichukue hatua. Inapofanya waziri Simba na Yanga wakisikia kama hivi, kuna watu wanafika mahali wanasema si kuna wachezaji wametumiwa miamala, siji nini, wasilipotezee wakasema bwana ni jambo la nani. Hapana, walifuatilie. Tunataka tuwe na fair competition. Tukishaanza kuhonga watu, mtu ameajiriwa na timu acheze mpira na alipo mshahara na posho walizokubaliana, ukishaanza kumpa malipo tofauti, tayari unamvunja kitaaluma. Tuichukulie soka nayo kama ni taaluma. Sio tunazungumza bana professional football sasa. Sasa ukishaanza kuharibu profession ya mtu kwa hongo, huyu mtu unamuua. Ndio maana unaona kwa Ulaya huyo mchezaji amefungiwa kabisa kwa sababu tu ameonekana alishiriki kuhujumu, kubeti. Kwamba maki ukishabeti bana hii mechi iwe draw, na wewe unalazimishwa lazima iwe draw. Ina maana unapewa mpira uende ukafunge, unapiga nje au unatafuta sababu yote ya kusababisha ushindi usipatikane, kwa sababu kuna hela nyingi umeahidiwa. Kumbe zile hela ulizoahidiwa wewe ni ndogo kuliko hasara ambayo unakwenda kuwasababishia watu na wananchi ambao walikuwa wamejitokeza katika kuhakikisha labda timu yao inashinda ama vinginevyo. Kuna hiyo hoja ya pengine udhamini mmoja kudhamini timu zaidi ya moja kwenye vilabu vya ligi kuu, watu wanahitaji pengine ndio inaweza kupunguza ile fair competition na malalamiko mengi sana kutoka kwenye pengine ushindani ambao tunauhitaji kwenye ligi. Unaweza kuwa na maoni yoyote kama uzoefu wako ambao upo nao kuiongoza KMC kama Mheshimiwa Meya? Bwana, anayetoa pesa anayechagua wimbo ni yule aliyetoa pesa. Hata ukienda tuko kwenye mabendi kwenye nini, siku hizi mambo ya kusema wimbo sijui fulani unaambiwa bana utoe hela fulani. Au kuna lile sanduku lile joke box, unakwenda unatoa hela ndio unachagua nini
wimbo. Nyimbo zinakuja pale unasema nataka hii. Hakuna fair. Yani mdhamini mmoja, mtu mmoja hawezi kudhamini timu 4-5. Yani katika mazingira ya kawaida ni kwa sababu labda na hivyo vilabu tunaziki, tuna shida. Kwa hiyo unasema bwana mkono mtupu haulambwi. Lakini ukienda kwenye fairness, kudhamini mtu mmoja kudhamini timu 3, 4, 5. Mimi sioni kama imekaa vizuri. Sioni kama ina afya. Sasa ili wakulisemea vizuri ndio maana nimesema tuna mamlaka za kisoka. Tuna TFF, tuna BMT, tuna wizara. Kanuni haziwabani, lakini tukiwauliza wanasema kanuni haziwabani. Sasa unajua siku zote mazingira ndio yanasababisha kanuni ije. Wakati mwingine huwezi kutunga sheria ya bwawa la kuogelea kama hilo bwawa halipo. Bwawa huwa linatangulia kwanza. Linakuwepo bwawa la kuogelea, ndio unasema jamani sasa kumbe kuna mabwawa ya kuogelea. Watu walikuwa wanaenda kuogelea baharini, lakini sasa hivi watu wanaweza kaogelea kwenye swimming pool. Zipo. Ndio na sisi manispaa tunakwenda kule tunasema jamani kumbe nyinyi mnafanya biashara. Kuna watu wanalipa pesa kuja kuogelea. Na nyinyi mnatakiwa sasa mlipe nini? Kodi. Sasa ili ulipe kodi uende kwa wachaji kodi, unabidi utunge sheria ya kuwabana wale watu. Wakisema bana unatuchajia, unatulipisha sisi kodi kwa sheria ipi? Unasema sheria nilishaitunga na ikapitishwa na bunge. Kwa hiyo hata ili jambo la sasa inawezekana halikuwepo, hatukuwahi kutegemea katika historia ya Tanzania. Kama mdhamini mmoja anaweza kudhamini timu 10 alafu na yeye ana timu. Umeelewa vizuri Yani yeye ana timu alafu anadhamini timu 10. Hapo hakuna huo halali. Huo halali haupo. Yeye kisha anaweza kukwambia bwana fanya hivi. Yes ndio anakupa mzigo. Utatulia. Bwana usipofanya hivi mzigo mimi sikupi. Kwa hiyo hata kama sheria kanuni zilikuwa ziko silent, hazisemi kitu. Sasa it is high time. Wakati umefika sasa kwa TFF, BMT na hata wizara sasa kupitia hilo jambo kulizungumza tu. Yani tupate hata nafasi tuzungumze. Watu tuzungumze, watu watoe maoni na ushauri kama ni hivi atabanwa vipi, atafanya nini na kadhalika na kadhalika. Tukishakuwa na mambo hayo wakati mwingine yakiwa yako sawa, tutaepusha hata ya majanga ya kutukanana. Unaona sasa hivi wakati mwingine unaona viongozi wa serikali nao wameshaanza kufika mahala wanaingia kwenye michezo kindakindaki. Umeelewa bwana? Timu zile za mikoa ukiona imeenda kule Mwanza, ni vitu ambavyo ukiviangalia mimi nazungumza bila kupepesa macho. Sisi viongozi wa nchi hii, kama wewe sio Simba ni Yanga. Sawa sawa. Umeelewa bwana? Ni kweli usiofichika. Mimi nazungumza hapa na timu. Yani hilo alifichiki. Na timu yangu ya KMC, lakini watu wakirudi wanasema yule Mea mnyama. Na wananisema na ninapokwenda pale kwenye KMC sitaki kuonyesha unyama wangu. Natulia, ni timu yangu ya kazi. Sasa na huko mikoani sasa hivi umeona tunazitetea timu za mikoa, viongozi wetu, kwamba bwana timu ikija hapa hii lazima ifungwe. Na hela mzigo huu hapa. Kesho tutaanza kuuliza huu mzigo umetokea wapi. Umeelewa vizuri sisi ni viongozi wa serikali. Wamechanga wafanyabiashara, umechanga wewe au wamechanga nani? Hiyo nayo ni hoja nyingine ambayo inaweza kaleta nini? Ukakasi. Kwa sababu sisi viongozi sio wadhamini wa timu. Hizi timu zina vyanzo vya mapato ambavyo vinakaguliwa na CAG. Umeelewa vizuri? Lakini sasa unakuta hapo kiongozi kasema hii timu ikija, lakini ikija timu nyingine anasema huko nimewaachia kwa sababu mimi ni shabiki wa timu fulani. Hiyo sio sawa. Kwanza wewe mwenyewe unawagawa watu wako. Nimeona kuna timu fulani ilienda, kiongozi ule akasema katika hii mimi nimekaa kimya kwa sababu mimi ni shabiki wa hii timu. Lakini nilipoenda timu nyingine kasema lazima muifunge hii timu. Hapo inakuwa haiko sawa. Ndio pale ambapo unakuta kunatokea conflict of interest. Anatokea msemaji wa timu fulani anabatizana na kiongozi. Mwisho ataonekana amemvunjia kiongozi heshima, lakini kumbe matatizo tunaanza kuyatengeneza sisi wenyewe. Yani tufanye ushabiki lakini tubalance. Na kama tunafanya ushabiki basi tufanye ushabiki kwa timu zote. Niliona kule Mwanza kwa rafiki yangu, ndugu yangu Mtanda. Ilivyokwenda Simba alisimama na Pamba kwamba Pamba lazima ifunge
Simba. Lakini ilivyokwenda Yanga akasema pale yuko neutral kwa sababu yeye ni shabiki wa nini? Amekaa pembeni, mimi ni shabiki wa Yanga. Akadeclare interest. Ni tatizo. Kama aliamua kusimama na timu ya mkoa, basi asimame na timu ya mkoa kwa timu zozote, timu yote itakayokwenda. Yaani asionyeshe uzalendo. Asionyeshe ushabiki, aseme mimi moja kwa moja timu yoyote itakayokuja hapa, sijali ni Yanga, sijali ni Simba, sijali ni KMC, lazima Pamba ifanye nini? Pate ushindi. Sasa ukienda kule si unawagawa watu, na wewe si kiongozi wa mkoa unaongoza watu wote. Si watu watagawanyika? Watasema kumbe make pale Mwanza si kuna watu ambao ni Simba. Si ndio? Watamfurahia RC siku ile. Kwa siku ile watakunja. Atakunja, alafu imekuja Yanga, RC yuko na Yanga. Sema RC wetu huyu bwana ameshatumaliza hapa. Angefanya kama mheshimiwa Chacha. Yes. Yaani yeye support. Ikija make Chacha ilivyokwenda Yanga ka support. Yuko na Tabora United. Imekwenda Simba yuko na Tabora United. Na akidi. Yaani tunataka vile. Tusitengeneze upande huu inakuwa hivi, upande huu inakuwa hivi. Italeta shida. Tamvurugia hata rais wetu. Rais anapenda michezo na anapenda timu. Mpaka sasa hivi watu hawajui rais wetu ni Simba au Yanga. Unaongopa ndugu yangu? Kwa nini? Wote ni watoto wake. Na ndio maana akishinda Yanga anapeleka mzigo, akishinda Simba anapeleka mzigo. Na pongezi anatoa kwenye Twitter, kwenye nini. Tunasema mambo ni namna ile. Kwa hiyo sisi tunataka na viongozi wale wa mikoa waige, yani wasifike mahala wakawagawa hata wale wananchi wa kwenye mikoa yao kwamba mimi niko huku. Kama wameamua kusimama na timu za mikoa yao, yani wasimame kwa watu wote. Asiseme akija huyu mimi niko huku bwana. Sisi tunataka akija hapa aseme hii ni timu yangu ya kazi. Vijana kazeni buti mshinde. Na sio zikienda Simba na Yanga. Sio zikienda Simba na hata timu za kawaida. Tuzibebe hizi timu. Of course mimi naunga mkono kukiwa na mikoani kuwa na timu kunatengeneza pia hamasa ya soka. Kutengeneza hamasa na mapato na ushawishi, miji inachangamka. Tuna harmonize, watu wanaacha kwenda kwenye mambo ya hovyo, wanakwenda kwenye walao kwenye mpira, wanaacha kujadili siasa, wanajadili mipira kwa sababu mipira inatuunganisha Watanzania wote bila kujali itikadi za siasa. Sawa. Tumalize hapo kwenye soka kama mdau, lakini pia kama mpenzi wa maendeleo ya soka nchini. Mwakilishi pekee kwenye michuano ya kimataifa aliyesalia ni Simba Sports ambaye anakwenda kucheza mchezo wake wa marudiano wa robo finali kati yake dhidi ya Al Masry baada ya kupoteza mchezo wake wa kwanza. Pengine unataraji kukiona nini na pengine wana Simba unaweza kuwatoa wasiwasi kutokana na kile ambacho kimepatikana kwenye mchezo wa kwanza kama mtu wa soka? Mimi niseme mcheza kwao hutunzwa. Tumeiona mechi ya Simba na Al Masry jinsi ilivyokuwa. Simba imecheza vizuri, nimeiona mechi ile mwanzo mpaka mwisho. Lakini inawezekana bahati haikuwa yetu na makosa mengine ya kiufundi kuanzia kwenye goalkeeping. Sikana tumchezesha Kamara wakati alikuwa bado ni unfit. Na hili ni jambo ambalo mimi nasema kama mdau wa soka tuanze pia kuamini vijana wetu katika mashindano ya kimataifa. Tusilazimishe mtu kucheza wakati pengine hakuwa na utayari wa kucheza kwa siku ile. Lakini nasema tuna nafasi, na Simba imekuwa ni timu ambayo inautumia vizuri uwanja wa Taifa. Kwa namna walivyocheza siku ile Simba, ingawa bahati haikuwa ya kwao, na wakicheza zaidi ya vile walivyocheza wakiwa kule hapa Dar es Salaam, mimi nina hakika Al Masry hapa atoboi. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania bila kujali ushabiki wa vilabu vyetu, sote tuungane tuwe kitu kimoja, tukaishangilie Simba ili iweze kufuzu na kuingia robo finali. Ikishinda Simba imeshinda Tanzania, ikishindwa Simba imeshindwa Tanzania. Tuende kwa nguvu tukaisupport Simba Sports Club iweze kufuzu kwenye michuano hii. Na kufuzu maana yake ni nini? Tunataka ishangiliwe iweze kushinda. Na ushindi hapa tunazungumza ni wa zaidi ya bao 3. Sio ushindi wa draw, ni zaidi ya ushindi wa bao 3 ili tufunge goli zaidi ya zile ambazo wenzetu wametufunga kule. Kuanzia 2 kwenda mbele. Lakini jingine ni Simba pia kurekebisha kasoro. Niliombe benchi la ufundi, lakini niombe na viongozi wa Simba vile vile. Najua kuna pressure nyingi wanazipata kutoka ndani na nje. Warekebishe makosa ambayo yalijitokeza kwenye mechi ile na Al Masry. Makosa yale yasijirudie tena kwenye mechi hii ya uwanja ambayo itachezwa kwenye uwanja wa Taifa. Kwa hiyo mimi nisema all the best Simba. Na mimi nina hakika
kama kawaida yao wataitumia nafasi hiyo vyema na watafuzu, wataipa raha Tanzania, watampa raha Rais Samia. Inawezekana na kila mmoja akiendelea kutimiza wajibu wake, na nina hakika wajibu utatimizwa. Kwa slogan yao ya hii tunavuka, itawezekana. Itawezekana kabisa. Hii tunavuka, itawezekana. Simba siku zote huwa kwenye michuano ya kimataifa, na hilo hata Yanga huwa wanakiri kwamba Simba pamoja na yote wanaipongeza Simba kwenye michuano ya kimataifa. Niseme wana bahati nayo, lakini vile vile wanajipanga nayo. Kwa hiyo twende tukaishabikie, twende tukaisapoti, na hili litawezekana. Naomba tumalize na cha mwisho kabisa. Zimebakia wiki kadhaa kuelekea michuano ambayo kimsingi inaonekana kuchukua sura mpya kila mwaka, kwa maana michuano ya Ndondo Cup kuelekea msimu mpya wa 2025 umeonekana kuibua vipaji vya wachezaji wengi sana ambao wanacheza Premier League, na miongoni mwa hizo mechi zinachezeka kwenye viwanja ambavyo viko ndani ya himaya yako, kwa maana ya manispaa ya Kinondoni. Pengine neno lako ni lipi kuelekea hii michuano? Michuano ya Ndondo nimekuwa nikifuatilia muda mrefu, na mwaka huu mimi na wenzangu wa KMC FC tutaifuatilia zaidi. Tutaifuatilia zaidi kwa sababu ni michuano ambayo inaibua vipaji vya vijana. Tunao vijana wengi sana wanajua soka, pengine kuliko kina Aziz Ki na wengineo, lakini wako chini, hawapati nafasi ya kuja kuchezea kwenye Premier. Kwa hiyo michuano hii sisi tunakwenda kuiangalia ili twende ikatupe nafasi ya kuchukua vijana. Nimesema tuna matarajio ya kuitengeneza vizuri timu yetu ya KMC FC. Na kwa nini tunaitengeneza vizuri? Hii timu tuliunda kwa ajili ya vijana wetu wa Kinondoni. Watu wa nyumbani, wazazi wa Kinondoni wafurahi waone watoto wao wanacheza kwenye hii timu. Ni bahati mbaya sana pengine 60 ya wachezaji wanatoka nje ya Kinondoni. Sasa Ndondo ni michuano ya Dar es Salaam, itatusaidia kwenda kupata vipaji vya watoto wetu, vya vijana wetu. Kwa hiyo sisi tunaiangalia michuano kwa upekee zaidi, na mwaka huu tutakwenda kuifuatilia ili tuweze kupata wachezaji tutakao wasajili katika msimu ujao wa ligi, na ninakuahidi wako vijana tutawachukua kutoka kwenye Ndondo kabisa. Kwa jicho litakuwepo pale. Jipo litakuwepo. Mimi nitatokea, mtaniona, lakini na wenzangu watakuwepo, walau tupate vijana ambao watakuja kuchezea KMC FC kwenye msimu ujao. Sawa. Yeah. Mheshimiwa, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Karibuni siku nyingine. Asante sana. Asante.